Swali moja si upata sana in relation na hii mambo ya tracking ni kama mtu anaweza zima hiyo gari akitumia simu yake ama kama pia simu yake imeibiwa, kama anaweza tumia simu nyingine kuweza kuzima hiyo gari yake. So ikikuja kuzima gari kuna vitu kadhaa unafaa ujue. Hiyo tracker, kitu ya kwanza lazima ikuwe ni tracker imeconnectiwa na kitu inaitwa relay. So hiyo relay ndio upata command kutoka tracker, ndio inaweza kuzima hiyo gari ama cut off hiyo power supply kwenda kwa gari. Na si kila tracker huku na hii relay, ama si kila gari yenye imekuwa tracker huku imeconnectiwa hii relay. So si hapa Finatrack siweza kuadvise client depending na make na model ya gari yake. Kama tukiweka hii relay inaweza interfere na operations za gari, ama kama itakuwa sawa tunamwekea relay na tutamuonyesha venye anaweza zima hiyo gari. Lakini hata kabla tufike hapo kwa practical, venye nitaonyesha jinsi yenye mtu anaweza zima hii gari, kuna vitu kadhaa lazima unote. So ya kwanza, kabla uzime gari lazima uangalie hiyo gari iko wapi na ile route inaenda na ile speed inaenda hiyo time unataka kuzima. Juu kitu ya kwanza, ukizima gari mali dangerous, unaweza cause accident. Cause ukishazima hiyo gari ule mtu hawezi gurumisha hiyo gari tena akitumia kifunguu mpaka urestore hiyo engine power ukitumia hiyo app yako ama simu. Next lazima uconsider area gari iko. Kama gari iko mali network inapotea, unaweza zima gari alafu time unataka kurudi kuiwasha ukitumia simu unakuta network iko down, so hauwezi washa mpaka ile time network itakuwa sawa. Na hii pia ni important kunote, kama gari iko mali kama basement chini sana, hapo network itasumbua. So si advisable kuzima gari hiyo particular time, ama kuzima gari kama iko mali pariski such that ikiachwa hapo labda vitu zinaweza ibiwa ama risk zingine ziongezeke. So pia kitu kingine important yenye na work na hii tracker yenye siweka, tukizima in most cases hiyo gari ni mpaka ianze ku slow down ndio iweze kuzima. So si uko tumekeo feature ndio isikose major accidents kwa barabara. So ile gari lazima ikuwe below 20 km/h ndio iweze kuactivate hiyo feature ya kuzima. Haya, so acha sasa tuende practical ya kuzima gari. Kama hiyo gari yako imeconnectiwa na relay, hiyo tracker imeconnectiwa na relay, unaweza zima hiyo gari ukitumia simu. So step 1, una login kwa account yako. And important to note that hii account yako unaweza login ukipitia simu yoyote, bora umetumia hiyo username yako na password. So kama unatumia app, kitu ya kwanza ukisha login, unaenda hapo kwa device, hiyo itakuletea list ya gari zako zote. Alafu unachagulia gari unataka kuzima. Ukisha click kwa hiyo gari, hapo next kwa screen hapo juu utaona mahali imeandikwa command. Unafinya hapo command, alafu unafinya stop engine, itakuitisha password. Ikiitisha password unaweka password yako, alafu unafinya okay. So in most cases unaipatia kitu kama 5 seconds, alafu itaweza kuzima hiyo gari. Ukizima gari, ni recommended that usijaribu ku restore power immediately, kwa sababu hiyo utakuwa unatuma commands haraka sana. So ukishazima gari unaweza ipatia few moments, kama ulikuwa unataka kuiwasha tena unarudi tena hapo kwa commands, unaenda unafinya restore engine, alafu itakutisha password tena, unaweka hiyo password yako, alafu gari itaweza kuwaka. So basically hivyo ndio hiyo feature ya kuzima gari na work. Kama una tracker ama unataka kupata tracker iko advanced, unaweza tupigia simu kupitia 0723 645 810, ama unaweza visit website yetu which ni www.finatrackglobal.com.